Nzioka. Na bila shaka ni taarifa ya kuhuzunisha hiyo kutoka Makueni. Wazee wa jamii katika mji wa Malindi wameanzisha mikutano ya usiku ambayo wanasema itawasaidia kubuni suluhu za kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama unaosababishwa na magenge ya vijana katika eneo hilo. Wazee hao walisema mikutano hiyo pia itatoa fursa ya mazungumzo ya kifamilia kutoka familia moja hadi nyingine ili kuhakikisha kila mzazi anawajibika ipasavyo katika malezi ya watoto wao na kuwazuia kujiingiza katika uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na vitendo vya ukosefu wa maadili. Wakiongozwa na mzee wa kijiji cha Malindi High Omar Galgalo, wazee hao katika mkutano wao wa kwanza katika wakitaja sheria ya kupiga marufuku adhabu za viboko kuwa ni miongoni mwa changamoto zinazokumba maadili. Akifanya kosa hili na kosa hili na kosa hili, lakini siku hizi ukajaribu hivyo unaishia katika mikono ya serikali, ambapo sasa kila mmoja anaogopa. Sasa watoto sasa hapa ndio wanachukua jukumu hili kuwa na wao sasa wanaweza kufanya jambo fulani kwa sababu wanajua mahali fulani kipengele fulani kinawasaidia. Kupitia kwa wafadhili hawa na tuliozungumza leo na mwelekeo tuliochukua leo kwa kuzungumza, na matumaini kwamba marekebisho yatafanyika, japo hata kama si leo utachukua muda, lakini kila kitu kinaanza na mwanzo. Lakini huo ndio mwanzo wa kuona kwamba tutapata mafanikio katika utovu huo wa salama katika wadi yetu ya Malindi. Serikali ilipotoa sheria kwamba mtoto asipigwe, imewafunga mikono. Kwa hivyo hata wakiona likiharibika, mtoto anajua kwamba hakuna kitu utakachonifanya. Hilo wameomba kwamba serikali iangalie tena hiyo sheria upya, maana imechangia pakubwa mtoto kujua kwamba sistahili kuchapwa. Wakazi wa kaunti ya Isiolo wameachwa katika hali ya mshtuko kufuatia kupatikana kwa mabaki yanayoshukiwa kuwa ya